jinsi Suma Mnazareti alipokuja mtanashati. Suma Mnazareti alikuwa kuwasiliana sana na Dogo Janja. Wakati huo mtanashati ilikuwa iko juu sana, jina langu liko juu sana, Ustadh Juma Msoma, kama unavyojua. Sasa Suma alikuwa akimpigia sana Dogo Janja simu. Lakini Dogo Janja alikuwa anashindwa kuniambia, alikuwa aniambii. Lakini Dogo Janja baada ya kuona Suma amezidi, ni kama vile zile simu zimekuwa ni kero, akanionyesha, boss, huyu mtu hata Suma Mnazareti msanii mzuri, anataka aje kusalimie. Alipokuja hapo akaja na nyimbo ambayo nilichukua time. Akawa amesharekodi huko, lakini video hajafanya. Akawa amenitaja. Kwa hiyo nyimbo amekuja nayo. Sio kwamba alikuja akawa hajarekodi, alikuwa asharekodi audio. Alipokuja akanisikilizisha. Nilivyoipenda na yeye alikuwa amenitaja, nikaona basi kijana atakuwa mzuri ananikubali. Ngoja tumfanyie nini? Video. Nikaongea na Pablo. Kuna msanii wangu anaitwa Suma Mnazareti. Ana nyimbo anataka nifanye video, tukaongea bei, nikampa Dogo Janja pesa. Aliyepeleka pesa kwa Pablo ni Dogo Janja. Aliyepeleka pesa kwa Pablo ni Dogo Janja. Na hata mkimtafuta sasa hivi diwani hawezi ng'ombe ametanda, lakini mkimuuliza, mkifanya interview na Dogo Janja mkamuuliza, atawaambieni. Aliyepeleka pesa za video ya Suma Mnazareti ni Dogo Janja kwa Pablo. Sasa tukafanya video, ikaandaliwa location, mpaka location, mavazi tena. Wakati kipindi hicho kuna kipindi Omidimpo alikuwa kwa South Africa. Suma kana lalamika, bosi, Omidimpo ziko South Africa tunafanyaje? Si nini yani? Mimi nikamwambia tulia bwana, umeshatulia, kazi yako itafanyika vizuri. Na kwa hiyo tukafanya organize pale mpaka Omidimpo akarudi, alirudi. Video ikafanyika. Lakini Suma kinachomwalibu huwa ni pombe. Huwa akilewa zile pombe zinakimbilia wapi? Maana hata siku ambayo imefanywa video ya Chukua Time, alifanya ugomvi sana, si na director ama na nani. Kuna ugomvi utokea mkubwa tena mpaka akataka kupigwa na nguo zake zikachanika. Kama mkiangalia ile video ya Chukua Time, mwisho Suma Mnazareti amevaa t-shirt nyeupe. Ile t-shirt ilikuwa ni ya director, alivua akampa Suma amalizie ile video. Na hata Dogo Janja ambaye alipeleka pesa kwa Pablo alikuwa katika hiyo video. Kwa Dogo Janja anajua vizuri, maana Dogo Janja ndo alikuwa sababu mimi kufahamu nani Suma Mnazareti. Matukio yaliendelea sana. Suma alikuwa akitaka sana ukubwa pale. Kipindi hicho mimi PNC ndio nilikuwa nimemfanya kama ndio mkubwa wa mtanashati, ndio kama kiongozi wa mtanashati. Siku moja tumeenda kwa Mesen Selector. Mesen Selector ilikuwa Sinza kwenda kufanya ngoma, nyimbo ya crew ya wasanii wangu wote ambayo ni ile inaitwa Watasubiri. Ile ngoma inaitwa Watasubiri. Tena ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunafunga, tunaswali. Sasa sisi tulikuwa tumeenda msikitini na Dogo Janja. Mimi na Dogo Janja tumeenda msikitini. Tunarudi, tunaona fujo. Yaani alikuwa ni PNC anafukuzwa na mawe, anarushiwa mawe na Suma Mnazareti. PNC akimbia barabarani. Nendeni kamtafuteni PNC, muulizeni tukio hili la Sinza kwa Mesen Selector, na ilikuwa ni ndani ya Ramadhani. Suma Mnazareti amelewa, anamfukuza PNC na mawe. PNC anajiokoa akimbia barabarani. Haya ni mambo ambayo tulikuwa tuje kuyazungumza. Ni mambo ambayo nilikuwa nimekaa nayo mimi kama mtu mzima. Sikuwahi kutaka kuyazungumza. Lakini kwa sababu ametaka nizungumze ukweli, anataka trendi, ngoja nimtrendishe sasa. Siku moja Suma akiwa amelewa akakorofishana na baba yake mzazi Mesen Selector, ambaye alikuwa ndio producer akiwa pale Sinza. Nashangaa jana nimeona jamaa mmoja anaitwa Hanskana ama sio nani, anasema Suma akienda pale kwa Mesen Selector, studio inafungwa, tunafukuzwa. Uongo, huo ni uongo. Huo ni uongo. Suma hajawahi kuwa na heshima hiyo kwa Mesen Selector, kwa sababu Suma Mnazareti amewahi kugombana mpaka akamshika babake. Nafikiri yeye alimshika babake Mesen Selector, akamkunja mkono kwa nyuma hivi, walitaka kugombana.
kwa sababu ya visa alivyokuwa akivifanya Suma. Mtafuteni Mesen Selector, muulizeni. Na Mesen mpaka na rekodi ile nyimbo ya watasubiri kwa sababu ya heshima, nimembembeleza sana atusamee. Na nikamfuata yule mzee nikamuomba radhi mimi kwamba naomba nisamee mimi mzee wangu. Mzee alikuwa amefukuza hataki tena pale. Suma alifanya vituko akataka kupigana na baba yake producer ambaye ni Mesen Selector. Haya yote tuje kuyazungumza sisi. Lakini hakuna msanii ambaye afahamu. Mtafuteni Dogo Janja kwa simu muulizeni kwamba Suma Mnazareti wakati mko naye mtanashati mkiwa studio aliwahi kutaka kugombana na baba yake Mesen Selector. Leo utasemaje eti akienda studio eti huo ni uongo. Suma akilewa pombe zinamchanganya, yuko tayari anaregea. Sasa kama leo anataka aende kwa Dynamo, eti anajipendekeza aende kwa Dynamo, si mtamkuta mama yake Dynamo amekwidwa, amekunjwa, anataka kupigwa. Kama alitaka kumpiga tu baba yake mzazi, tena ni mtu mzima, baba yake mzazi Mesen Selector. Sasa hivi ni marehemu yule mzee. Wallahi huko aliko huyo mzee ni shahidi. Suma anataka kupigana baba yake mtu mzima aliyemzidi umri, anayeweza kumzaa, anataka kugombana naye kwa sababu ya tabia zake za kipumbavu. Hayo tulinyamazia sisi. Hatakuwahi kutaka kusema. Kanchokonoa na mambo mengi yajua kuhusu Suma. Amekaa kwangu mimi, amekuja kwangu, amekula kwangu, na niogo amekula bakuli zima. Najua akitaka nizungumze nitazungumza mpaka mambo ya Yusufu Mkumbia. Hebu tuacheni bwana, tukao tumenyamaza, tuna mambo mengi tunayojua. Ukitaka umaarufu, sasa leo unataka kwenda kwa babake Dynamo. Leo unataka uende kwa Dynamo, unataka uwe chawa wake. Lakini kumbuka kwamba uligombana na babake Mesen Selector. Paka ukamkunja, mkataka kupigana, watu wakaingilia, wakaamua pale. Mimi nikaenda kuomba radhi. Leo unataka uende kwa Dynamo. Na jinsi Dynamo anavyompenda mama yake mzazi. Si atakuta umemkunja mama yake wamshindilia mangumi ya kufa mtu. Watu kama nyinyi mmeshaandikiwa kukosa, mmeshakosa basi. Acha kudanganya watu. Dogo Janja aliniita kwa sababu hana mtu akumwandikia. Wewe ulishakuandikia Dogo Janja nyimbo hata moja? Wewe unajua hizo ile nyumba ya Janja inaitwa ya moyoni, unajua ilipatikana vipi? Unajua ile maisha sikonge ilipatikana vipi? Wewe mwenyewe umeshindwa kuandika nyimbo zako zote zina kifefe. Nani atakayeimba nyimbo ya kifefe? Umeshindwa kuimba kwa sababu ya ulimi, hautamki vizuri maneno. Utaweza kumwandikia Dogo Janja wimbo? Wewe sasa umeshapotea. Dogo Janja kila siku ana rekodi nyimbo. Na sasa hivi ni mheshimiwa. Umwandikie nini Dogo Janja wewe? Hebu acha bwana kudanganya watu. Wewe baki na Almando acha faidi. Lakini mambo yako ukitaka niyaseme, wallahi utajuta kuzaliwa. Mimi sio kuchezewa bro. Mimi sio kuchezewa. Unanijaribu? Yaani usijaribu. Mimi naitwa Ustaz Juma na Msoma. Ustaz Juma na Msoma. Tena usijaribu hata kidogo. Acha kabisa dogo. Ushafeli maisha. Mimi najua mpaka unapoishi. Huko Mbezi, huko sio Mbezi gani huko ndani huko. Mbezi kwa Yusufu umeingia ndani huko. Najua mpaka aliyekujengea nyumba ni nani. Unataka niseme tuna kijumba kimejengwa, watu wengi hawajui. Nimemwona mwenyewe kwa sema kwamba tu unaishi Mburahati. Wewe uishi Mburahati na stori zako unazo mpaka aliyekujengea nyumba. Unacheza nini? Unataka nitoe maneno yako niongee hadharani? Acha, kama mtu amekuheshimu amenyamaza kuheshimu. Elangu ushatumia, unanikashifu, na kama niliwahi kutoa msaada kwako, leo nazungumza kama sikutoa. Mwenyezi Mungu inshallah ni shahidi. Ni shahidi Allah subhanahu. Tena hiyo pesa nilishindwa kutumia mimi na familia yangu na watoto wangu na mke wangu na kusimamia wewe video promotion, na unajua Tanzania muziki ulivyo. Ma DJ wananipigia simu, unapeleka CD unawaambia bana mimi kijana Ustaz Msoma, utampigia simu na unasema maneno hayo, na ma DJ wanasikia hiyo interview wako unapokataa ma presenter na walivyokula hela zangu. Boss, mambo vipi? Poa, niko kazini hapo, nasikia ngoma mwanao anapocheza. Chukua time, yaani ndio ina trend ngoma, nimetrendisha, nimetoa pesa zangu na mwaga kama njugu. Ili mradi ngoma yako ipigwe trend. Leo sema eti Janja hata trending. Wewe mtu akushukuru wewe. Uko kwa Dynamo ndio utaenda kuharibu kabisa huko.
Jamani, msimchukulie Suma anavyoonekana kwenye mitandao kwa roho ya huruma, lakini sisi tunamjua. Tuulizeni sisi.